Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho kimeweza kujiri kwa siku ya jana na leo. Tukio kubwa ambalo linazungumzwa kwa ukubwa, huku Young Africans wao wameweza kutoa taarifa yao kwa kile ambacho wao wenyewe wamekiona na wanaona ya kwamba maamuzi ambao wanakwenda kuyachukua bila shaka pengine yatakuwa ni maamuzi mazuri juu ya kuweza kupata kile ambacho wao wanakihitaji. Young Africans wameweza kutoa taarifa yao kwa kile ambacho kinachoendelea, huku katika yale ambao wameweza kuyazungumza ni miongoni ni haya hapa ambao nimekusogezea kutoka katika viunga vya kikosi vya klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Ila kabla tujaendelea, ngokumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama jekundu iliyoandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, mabingwa watetezi wa taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara. Bana, unafahamu klabu ya soka ya wananchi Young Africans wamekuwa wakiendelea kuweza kufuatilia yale ambao wanayadai, ambapo miongoni mwao ni kuhusiana na sakata lile la dabi ya Kariakoo, ambapo klabu ya soka ya wananchi Young Africans leo hii wameweza kutoa taarifa yao kuhusiana kile ambacho kinachoendelea mpaka sasa, mara baada ya kasi kuweza kutupilia mbali kile ambacho kilichoweza kudaiwa na Young Africans, na wao kasi kuweza kusema ya kwamba sakata hili inapaswa kurudi kwanza katika shirikisho la soka la Tanzania TFF, ili kuweza kupata hukumu ya kile ambacho kilichoweza kutokea, huku TFF na bodi ya ligi wakiweza kutangaza kwamba wanakwenda kutangaza ratiba ya mchezo wa dabi ya Kariakoo mapema iwezekanavyo, ili kuweza kupanga ratiba yao vizuri kwa mchezo wa dabi ya Kariakoo. Sasa klabu ya soka ya Young Africans mara baada ya kuweza kupokea yale mapitio ya kasi mara baada ya kile kilichoweza kutangazwa kuhusiana yale ambayo wameweza kujili na TFF, mara baada ya kupokea taarifa kutoka kasi juu ya mashtaka ya klabu ya soka ya Young Africans, hatimaye inaelezwa kwamba TFF na klabu ya Young Africans wameweza kufikia hapa, ambapo klabu ya soka ya Yanga imeweza kutoa barua yake mapema kabisa kwa siku hii ya leo kwa kile ambacho kinachoendelea, ambapo uongozi wa klabu ya Young Africans, ambayo wengine wanapenda kuita Yanga, unapenda kuwataarifu wanachama, mashabiki na wadau wote wa mpira wa miguu kuwa klabu yetu imewasilisha rasmi rufaa kwa shirikisho la soka duniani FIFA kupinga maamuzi yaliyotolewa na mahakama ya usuluhishi wa michezo kasi kuhusiana na mgogoro kati ya Yanga na Simba. Tunaamini kuwa uamuzi uliotolewa na kasi au kutenda haki au kuzingatia ushahidi muhimu uliowasilishwa na unaenda kinyume na misingi ya haki, uwazi na sheria za mpira wa miguu zinazosimamiwa na FIFA. Kama klabu yetu historia kubwa yenye mchango mkubwa katika maendeleo ya soka barani Afrika, hatuwezi kunyamazia uamuzi unaozuru haki na ushindani wa kweli. Kwa kuzingatia hayo, Yanga imechukua hatua ya kukata rufaa FIFA, ikiomba kupitia upya uamuzi huo na kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa sheria na kanuni za kimataifa za mchezo wa soka. Tunapenda kuwahakikishia wanayanga wote na wapenda soka kuwa kwa ujumla tunaendelea kusimamia haki, kutetea maslahi ya klabu na kuhakikisha kuwa mpira wa miguu unachezwa kwa misingi ya uadilifu. Tutawapa taarifa zaidi kadri mchakato wa rufaa unavyoendelea. Unaona bana, klabu ya soka ya Young Africans wakiweza kulizungumzia juu ya sakata ambalo wao wameweza kulidai ya kwamba pengine wanaona kuna haja ya kuelekea katika
FIFA kule waende wakapate haki yao mara baada ya kasi kuonekana imeshindwa kuweza kutoa ama kutenda haki kwa kile ambacho kimeweza kujili. Sasa mara baada ya hayo ambayo yanayoendelea, pengine klabu ya soka ya Young Africans huku ikiendelea na ligi kuu ya soka Tanzania bara inaendelea kuweza kupata mgagasiko, pengine unaweza kuita hivyo, ama inaendelea kupata wasiwasi na bodi ya ligi kwa kile kinachoendelea na matukio ambayo yanaendelea kutokea, ambapo kwa siku uliweza kushuhudia mchezo kati ya Simba kumrazi zidi ya Mashujaa, ambapo vitendo ambavyo viliweza kutokea vinazidi kuwapa wasiwasi mashabiki wa klabu ya soka ya Young Africans pamoja na hata viongozi wao, ambapo Ali Kamwe, afisa habari wa klabu ya soka ya Young Africans, ameweza kutoa taarifa yake kwa kile ambacho kimeweza kutokea. Unafahamu ya kwamba kuna matukio ambayo yaliweza kutokea katika mchezo wa Mashujaa ambayo bila hata ya kuweza kutokuwa unajua sheria za mpira zile 17, lakini unaweza kungamua ni nini ambacho kinachoendelea. Kila mmoja ameweza kuzungumza yale ambayo ameweza kutokea katika mchezo huo, ambapo hapa nazungumzia meneja wa habari na mawasiliano Ali Kamwe kupitia ukurasa wake wa Instagram ameandika, kwa mlioyaona leo wanayanga, bado timu yenu inaongoza ligi. Ni ishara kuwa tunapaswa kuwaheshimu na kuwaombea sana viongozi wetu. Sio rahisi hata kidogo. Ingekuwa ni watu dhaifu wangeshakata tamaa. Vita wanaopigana msimu huu ili sisi tupate furaha ni kubwa sana. Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa nguvu, ujasiri na subra ya kuendelea kupambana mpaka mwisho inshallah. Tuseme amini wananchi wenzangu. Yani inavyoonekana ni kwamba kile kilichoweza kutokea ni pengine inaelezwa kwamba wana wasiwasi na yale ambayo yanayotokea, maamuzi ambapo yanaonekana kutokuwa sahihi kwa waamuzi kwa kile ambacho kimeweza kutokea, ikionekana Simba wamebebwa hadharani kwa matukio ambayo yalikuwa ya kuweza kulazimisha. Unaona bana, ukiweza kushuhudia namna gani ambavyo kila mmoja ameweza kushangaa matukio ambayo yalikuwa yakiweza kuendelea kwenye kile ambacho kila mmoja ameweza kushangazwa, kama pengine TFF wanapaswa kuweza kujitathmini kwa kile ambacho marefali wanachokifanya mara baada ya michezo ambayo inayokwenda kumalizika. Rais Kalia, hawa waamuzi wanaichoresha mamlaka yako. Unaona bana, refa aliyeweka rekodi mpya katika NBC ni refa Kayombo. Aliongeza dakika 6 kipindi cha kwanza, lakini akachezesha dakika 8. Kipindi cha pili akaongeza dakika 15, jumla ni dakika 21. Kila ambacho wachezaji wa Mashujaa walichokuwa wanafanya kwa waamuzi kilikuwa ni haramu. Bahati mbaya sana, mpira wa miguu ni mchezo wa wazi, kila mtu anaona na watu wanauelewa mkubwa. Sasa mauzauza yote ya waamuzi yanayofanya yanaonekana hadharani. Rais Kalia, hebu waeleze wanaichafua ligi kuu ambayo inaonekana ni lazima iwe ya Simba na Yanga tu. Yani leo hadi mashabiki wa Simba wenyewe wananifuata hadharani, wanakili kweli wamebebwa. Unaona bana, kwa kile ambacho kilichoweza kutokea. Kwa hiyo pengine tuendelee kuweza kuyashuhudia haya yakiendelea kutokea, kwa sababu hakuna kile kinachofanyika. Hata kama yakitokea, hakuna sheria pengine ambayo inaweza ikawabana hawa waamuzi, kwa sababu wanufaika ni wote ambao wananufaika na haya ambayo yanaendelea. Tuweke maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na kile kinachoendelea. Unadhani msimu huu bingwa atapatikana nani? Ni Young Africans ama itakuwa Simba?